8. Tuelekee kaunti nambari 1 ambapo zaidi ya wajumbe 4,000 wamekongamana huko Mombasa kwa tamasha la muziki katika ukanda wa Afrika Mashariki. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Alphonse Mwaro Baya na naibu gavana wa Mombasa Francis Toya wametaka serikali kuainisha mfumo wa kuboresha talanta shuleni, wakisema mashindano haya ya kimataifa yanakuza utalii. Tamasha za 11 za kanisa la ACK zinazohusiana na masuala ya muziki zimeanza rasmi hii leo kaunti ya Mombasa. Tamasha hizi zinawaleta zaidi ya wajumbe 4,000 kuweza kuonyesha weledi wao kuhusiana na masuala ya muziki. Linaashiria matumaini yanayopatikana katika umoja, na inawezekana watu wenye sera tofauti, wenye mtazamo mambo tofauti kuja pamoja kwa kuangazia jambo fulani. Kama sisi tuko hapa ili kuangazia muziki, mambo ya imani. Nyimbo huwa ni miongoni mwa mambo ambacho kinakuza ile talanta ya hawa ambao ni wachanga katika kanisa, ambao wanakuwa katika imani na wanakuwa katika imani ndani ya kanisa wakikuwa watu wazima. Askofu wa kanisa la ACK tawi la Mombasa pamoja na naibu gavana wa kaunti Mombasa Francis Toya wamesema kwamba hatua hii ni mojawapo ya kupigia jeki sekta ya utalii. Imetupa nafasi ya utalii katika jimbo hili la Mombasa, na kwa sababu hiyo basi naweza kuita hii ni religious tourism, ambao watu mbalimbali kutoka nchi za nje wamekuja, na there's a direct injection of resources to the economy of this county. Hivi sasa wako hapa na uhakika walio wote waliokuja, obviously kuna mahali watalala, kuna mahali watakula, kuna zawadi watanunua, kuna marafiki watajuana nao. So hiyo yote directly kuna pato ambalo wamekuja nalo litabaki hapa. Wametumia fursa hii kumkumbuka hayati Raila Odinga kuhusiana na mchango wake katika kanisa, na kusema kwamba Wakenya na jamii ya Afrika Mashariki inapaswa kutumia fursa hii kuweza kuhakikisha kwamba umoja ambao Odinga aliutaka umeendelezwa na pia kuweza kusambaa kote Afrika ya Mashariki. Mara alipokuja Mombasa alikuwa hakosi kuhudhuria ibada hapa kanisani, na tunakumbuka mchango wake. Kila mara alipokuwa akipewa nafasi ya kuzungumza aliangazia mambo ya kitaifa, na aliongea hata kwa congregation ili kuhamasisha watu kuhusu taifa vile lilivyo. La pili, ninakumbuka mwaka juzi alipokuwa hapa alitusaidia kujenga kanisa ndogo pale la vijana. Na la tatu pia nakumbuka alikuja akacelebrate birthday yake hapa, kuaminisha kwamba alikuwa anaamini sherehe ni sehemu ya kuadhinisha kupanda katika umri ama life cycle ya mtu. Raila alipenda kanisa sana. So kwangu mimi ni kuwapatia pole ndugu zetu wa Anglican, ambapo yeye alikuwa ni mshiriki wa kanisa la Anglican bila kukosa. Kwa ni mshiriki wakati wote akija hapa, saa zote nakumbuka alikuwa akituambia wakati wa holiday festivity nitakwenda Anglican siku fulani, so angetaka tuandamane naye. So hatuwezi kusahau mchango mkubwa former prime minister aliweka katika kanisa. Ana mchango si hapa tu peke yake, ana mchango kila mahali aliweka waina. Tamasha hizi za siku 4 zinatazamiwa kukamilika rasmi katika siku ya Jumamosi. Francis Mtulaki, Ringa Citizen.